hutakwenda shule kama kuna vurugu katika maeneo yako. Wanaokwenda kutibiwa hawatatibiwa sawa sawa kama kuna kukosekana kwa amani. Wanaokwenda mashambani hawatakwenda sawa sawa kama kuna uvunjifu wa amani. Ndugu zangu, tumekuja kuwakumbusha kwamba sote hapa tulipo, wananchi wote wa mkoa wa Mwanza, wilaya zote, tarafa zote, kata zote, vijiji vyote, mitaa yote, vitongoji vyote, familia zote, kaya zote, tunao wajibu wa kuilinda amani katika maeneo yetu yote niliyotaja. Kulinda amani kwa nguvu kubwa. Kila mtu kutumia akili yake yote, uwezo wake wote, kuhakikisha kwamba amani haitoweki katika maeneo yake. Tutahakikisha amani haitoweki kwa kufanya nini? Nisikilize basi, tufanye nini? Kwanza kabisa, tunatakiwa tujitenge na watu ambao akili zao zinawatuma kwenye uvunjifu wa amani. Jitenge wewe mwenyewe. Kama una mtoto anataka kujiingiza kwenye vitendo vya vurugu, ufanyaji wa fujo, kama wewe ni mzazi, mkataze. Mkataze mume wako, mkataze mke wako, mkataze jirani yako. Mkumbushe kama ana jambo lolote lile ambalo anafikiri serikali yake au ya kijiji au ya wilaya au vyovyote vile inatakiwa imfanyie, basi afate taratibu, kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa utaratibu wa kisheria. Tuna wajibu wa kukumbushana sisi kama familia katika mazingira tunayoishi. Ukiona mwenzako anakwenda kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani, mwambie acha. Mwambie vitendo hivyo havilipi. Mwambie vitendo hivyo vina madhara makubwa. Mkataze. Huo ni wajibu wa kwanza. Umkataze, lakini wewe usishiriki. Jambo lingine ambalo tuna wajibu wa kulifanya ni kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarishwa kuanzia ngazi ya vitongoji kwenda juu. Ninafurahi na tunafurahi sote hapa tulipo. Tumekaribishwa na vijana wa kiume, tumekaribishwa na vijana wa kina mama ambao wote ni jeshi la sungusungu. Sungusungu hii tuliyoiona tunaelekeza ikawe na nguvu kuanzia kwenye ngazi ya vitongoji kwenda juu mpaka huko kwenye kanda. Kwa sababu gani? Tunataka ulinzi wa watu na mali zao na udhibiti wa vitendo vya fujo, vurugu na uvunjifu wa amani vinafanyika kuanzia vitongoji. Kaya ambao mmewachagua kiongozi walioko kule ili waweze kutimiza majukumu yao vizuri, ni pale ambapo wanajeshi la sungusungu imara, jeshi la sungusungu lenye nidhamu, sungusungu ambao hawapendi uhalifu, sungusungu ambao hawapendi kuona matendo ya uvunjifu wa amani, wakiwa wanaanzia kwenye kitongoji, kwenye kijiji, kwenye mtaa na kupanda kule juu. Tukidhibiti katika hali hiyo, tutakuta mwisho wa siku kata nzima amani ipo, tarafa nzima hakuna vitendo vya uvunjifu wa amani, vivyo hivyo katika wilaya, vivyo hivyo katika mkoa mmoja, wala si jambo la jeshi la polisi peke yake. Ndio maana mimi narudia tena kusema tunafurahi sana kuona nguvu hii ya jeshi la sungusungu, na hatuwezi kuacha kuwaelekeza nguvu hii ianzie katika vitongoji kwenda juu. Ndugu zangu, hongera sana kwenye eneo hili. Haikuwa kawaida
kwa jeshi la polisi kuomba viongozi wa wananchi kwamba tunaomba kukutana na wananchi, watu wakaja kwa wingi hivi. Mkusanyiko huu na mwitikio huu kwetu sisi ni ishara ya ushirikiano wa dhati mlio nao na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, lakini ushirikiano mkubwa mlio nao na vyombo vya usalama vilivyopo katika mkoa wa Mwanza, lakini ushirikiano mlio nao na serikali katika wilaya. Wote hapa tunaelewa kwamba kazi ya jeshi la polisi ni kulinda usalama wa watu na mali zao. Kulinda usalama wa watu na mali zao. Hiyo ndiyo kazi yetu ya kwanza, ya msingi na kubwa. Katika kufanya hivyo, jeshi la polisi tunafanya kazi hiyo ya msingi kabisa kwa kushirikiana na wananchi wote, wawe wakina mama, wawe wakina baba, wawe watoto, wote lazima tushirikiane nao. Tunashirikiana nao kwa sababu gani? Ninyi ndio wadau wetu. Ili uweze kuwaletea watu ulinzi na usalama, lazima ushirikiane nao. Tunashirikiana na nyinyi kwa sababu nyinyi ndio watu na nyinyi ndio wenye mali, na sisi ndio tunatakiwa kuwalinda na mali zenu. Mkakati wa kwanza kabisa, ili ulinde usalama wa watu, lazima uwashirikishe. Sasa kupitia mkakati huo ndio unatuwezesha sasa sisi kunyanyuka kuja kukutana na nyinyi, na kimsingi ndio madhumuni sasa yaliyotuleta hapa siku ya leo. Na ndugu zangu, niwaambie, katika kutekeleza huo mkakati tumetengeneza mipango. Mpango wa kwanza ni mpango wa wakaguzi wa kata. Wakaguzi wa kata ni askari waliopo kwenye kata ambao wana cheo cha wakaguzi, ambao kazi yao kwa ufupi tu ni kutengeneza daraja kati ya wananchi na jeshi la polisi katika kupata taarifa zitakazosaidia jeshi la polisi ili liweze kuzuia uhalifu. Lengo letu sisi ni kuzuia uhalifu kabla uhalifu haujajitokeza. Uhalifu, tunatamani kuona tumezuia uhalifu kwa kutumia gharama nafuu. Gharama nafuu katika kuzuia uhalifu ndio kama hivi tunavyofanya. Hapa tulipo hapa tunatumia gharama nafuu sana. Na gharama nafuu yenyewe ni mazungumzo kama hivi, kuliko kusubiri hali imechafuka. Hali ikichafuka, ina maana sasa uhalifu umeshajitokeza. Sisi tutakuja kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu. Sasa kukabiliana na uhalifu gharama yake ni kubwa. Gharama ni kubwa, inatumia zaidi ya chombo kimoja. Itatumia jeshi la polisi, itatumia mahakama, itatumia ofisi ya mwanasheria wa serikali, itatumia na taasisi nyingine katika kushughulikia uhalifu tu ambao pengine ungezuiwa kwa mazungumzo tu kama hivi tunavyofanya kupitia programu ya mkaguzi wa kata. Tusingeweza kuingia katika gharama kubwa za kuzuia huo uhalifu. Ndugu zangu, watumie sana wakaguzi wa kata hawa. Watumie kwa kufanya nini? Wawezeshe kutekeleza majukumu yao. Niwaombe sana pia muwapatie taarifa zitakazosaidia kudhibiti na kuzuia kabisa matukio ya kihalifu katika kata zenu. Ndugu zangu, wote mnafahamu kwa sababu mmeshiriki,
Nchi yetu katika kipindi kifupi kilichopita ilipita kwenye uchaguzi mkuu, ambapo uchaguzi mkuu ulimalizika siku ya tarehe 29, si ndio? Ulimalizika tarehe ngapi? Au ulimalizika tarehe 29, si ndio? Ulimalizika tarehe 29,